hali ya taaluma katika halmashauri yetu, ni dhahiri kwamba hali ya taaluma inaendelea kupanda. Nikiangalia matokeo ya ufaulu kwa miaka miwili, mwaka 2023 na 24, ni kama ifuatavyo. Kwa kidato cha pili mwaka 2023 ufaulu ulikuwa 82.4%, lakini mwaka 2024 ufaulu ukapanda na kufikia 84.6%. Kwa hiyo kuna ongezeko la 2.1%. Kwa kidato cha nne kwa mwaka 2023 ufaulu ulikuwa 85.4%, na kwa mwaka 2024 ufaulu ukapanda kwa 3.6% na kufikia 89%. Vile vile kwa miaka minne mfululizo kwa kidato cha sita ufaulu umekuwa wa 100%. Katika kuboresha taaluma tumekuwa na mikakati mbalimbali. Mikakati hiyo ni kama ifuatavyo: ni pamoja na kuhamasisha wazazi katika swala zima la uchangiaji wa lishe au chakula cha mchana. Hii inafanya wanafunzi wanakuwa na utulivu shuleni na wanapata kujifunza. Vile vile kuna kudhibiti utoro wa rejareja na wa kudumu kwa wanafunzi. Hii tunashirikiana na viongozi wa vijiji, kata pamoja na vitongoji kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakuwepo shuleni kwa kipindi chote. Vile vile idara inashirikiana kwa karibu na idara ya udhibiti ubora wa shule, ambao tunafanya kwa pamoja ufuatiliaji wa mara kwa mara shuleni. Pia kila shule tumeunda kamati ya taaluma inayofuatilia ufundishaji wa taaluma shuleni kila siku. Vile vile kuna utoaji wa motisha kwa walimu. Ipo mipango ya kutoa motisha kwa kununua zile A za ufaulu, madaraja ya ufaulu tunayanunua kwa fedha, ambapo zinamtia motisha mwalimu kufundisha ili apate madaraja mengi mazuri ya ufaulu mzuri ili aweze kupata kipato kizuri. Vile vile tunafanya mitihani ya ujirani mwema kwa kuzingatia maeneo shule zilipo. Kwa mfano, kwenye tarafa moja wanaandaa mtihani wanaufanya kwa pamoja, na tunahimizana au tunafanya ufuatiliaji kuhakikisha kwamba mihutasari ya masomo inakamilika kwa wakati, ili wanafunzi wanapofikia kipindi cha mitihani wawe wameshamaliza mihutasari ya masomo yao yote. Hiyo ndio mikakati ya kuboresha taaluma na ufaulu katika halmashauri ya wilaya ya Ngara. Kwenye swala la utoaji wa adhabu, zipo nyaraka zilizoandaliwa, nyaraka na miongozo iliyoandaliwa na Wizara ya Elimu na mafunzo ya ufundi. Kwa mfano, upo waraka namba 5 wa mwaka 2011 unaotoa utaratibu wa kumsimamisha mwanafunzi au kumfukuza mwanafunzi. Mwanafunzi anaweza kusimamishwa masomo endapo atakuwa mtoro kwa siku 30 mfululizo, anasimamishwa masomo. Na endapo ataendelea kuwa mtoro kwa siku 90 mfululizo, mwanafunzi huyo anafukuzwa shule na kikao halali cha bodi ya shule kwa shule za sekondari na kwa shule za msingi na kamati ya shule. Ndio vyombo halali vya kuweza kufukuza mwanafunzi. Kwa makosa mengine ya kinizamu, zipo taratibu ambazo zimeainishwa
kwenye kitabu cha mwongozo wa mwalimu mkuu au mkuu wa shule kwa upande wa sekondari zinazingatiwa. Pia upo waraka namba 24 wa mwaka 2002 kuhusu adhabu ya viboko. Adhabu ya viboko inatolewa kwa kuzingatia ukubwa wa kosa, jinsi ya mwanafunzi anayepewa adhabu pamoja na afya ya mwanafunzi anayepewa adhabu. Kwa waraka huu namba 24 wa mwaka 2002, viboko vinapaswa visizidi 4. Na adhabu hiyo ya viboko hutolewa kwa kuzingatia jinsia ya mwanafunzi. Kwa mfano, msichana atachapwa viboko visivyozidi 4 viganjani na mwalimu wa kike. Vile vile mwalimu wa kiume atamwadhibu mwanafunzi kwa kumchapa viboko visivyozidi 4 matakoni. Na namna ya kutekeleza adhabu hiyo kwenye waraka huu imefafanuliwa. Adhabu hiyo inatekelezwa na mkuu wa shule au mwalimu mkuu kwa shule za msingi. Na utoaji wa adhabu hiyo, kuna daftari la kutunza kumbukumbu za adhabu ambayo itaonyesha aina ya kosa, jina la aliyeadhibiwa, yaani mwanafunzi, idadi ya viboko vilivyotolewa ambavyo havizidi 4, na jina la mwalimu aliyemwadhibu. Tumezungumza kwamba mwalimu mkuu ndiye anayetoa adhabu, lakini inawezekana mwalimu mkuu asitoe adhabu na kumteua mwalimu mwingine, na mwalimu anayemteua ni lazima amsimamie au amwelekeze kutekeleza adhabu hiyo. Endapo mwanafunzi atakaidi kupewa adhabu ya viboko, hatua zingine za kinidhamu zitachukuliwa na bodi ya shule au kamati ya shule. Kwa mwalimu anayetoa adhabu ya viboko pasipo kuzingatia utaratibu ulioainishwa kwa kufuata miongozo na taratibu zilizotolewa na wizara, naye anakuwa kwenye makosa ya kinidhamu, ambaye pia naye anatakiwa kuchukuliwa hatua kwa kuto kuzingatia taratibu na miongozo inayotolewa katika kutekeleza kazi yake. Wito wangu kwa wazazi kuelekea kwenye kipindi hiki cha mitihani ni kwamba wahimize wanafunzi kuendelea kujisomea ili kuhakikisha kwamba wanafanya mitihani yao vizuri na kuleta mafanikio katika matokeo yao. Vile vile kwa walimu, ningependa kutoa wito kwa walimu wote kuhakikisha kwamba wanakamilisha mada zao zilizoainishwa kwenye muhtasari ili waweze kuwezesha wanafunzi kufaulu vizuri.